kwamba kwa muda mrefu tumekuwa tukiona ama kushuhudia visa vya msongo wa mawazo ambao vinapelekea wengi kujitoa uhai. Sasa katika kaunti ya 22, kaunti ya Kiambu, polisi katika eneo la Ting'ang'a, kaunti hiyo, wanachunguza ongezeko la visa vya wanaume wanaodaiwa kujitoa uhai kwa kujirusha kwenye mabwawa. Kisa cha hivi karibuni kinahusisha mwanamume mwenye umri wa miaka 53 anayeshukiwa kuchukua hatua hiyo kufuatia migogoro ya kifamilia. Abraham Gadesha anaarifu. Hofu imetanda katika kijiji cha Anima, wadi ya Ting'ang'a, eneo bunge la Kiambu. Hii ni baada ya visa vya wanaume kujitoa uhai kwa kujirusha kwa bwawa kuongezeka. Kisa cha hivi majuzi ni mwanaume aliyejitoa uhai ikidaiwa ni mzozo wa kinyumbani. Niliamkia kuangalia mahindi yangu hapo kwa shamba. Kuamkia ndio nikakuta manguo hapo kwa demu. Nikashindwa hiyo nguo imefikaje masaa hiyo ya asubuhi saa 1. Kuangalia mimi naona huyo mtu ni kama aliwacha baka viatu zake. Sasa nikachukua jukumu nikapigia mwenzangu wa nyumba 10. Imekuwa janga kwetu. Sisi tunaomba ya kwamba serikali ichukue jukumu la kuja kufence hii damu, ndio watoto wasikuje kufikiria kuswim na wadurenue. Hiyo yeye wa kwanza ni watu kama 5 hapo wameshajirusha hapo. Na tuko na huzuni sana juu hata tujui ni aje. Tunataka serikali ikuwe ikisaidia kama kuweka fence. Ile mambo iko na hii na Gen Z, watu medium waache kufikiria mambo kukibia kufanya kitendo kama hii. Mtu anaenda anakuta mtu hata ikiwa mdogo hata ikiwa mkubwa, anajaribu kumwambia shida zake, wanatatua kuliko kufika mahali amefika siku ya leo. Saa hizi unapata viongozi wetu hata hawaangalii mambo kama haya, wanaangalia tu mambo ya siasa na kutusiana. Kwa hivyo naomba viongozi wetu acha tujaribu. Wakazi hapa wakitaka wamiliki wa bwawa hizi kuzizingira ili kuzuia maafa zaidi. Abraham Gadesha, NTV mashinani kutoka kaunti ya Kiambu.